Mtazamaji, bajeti ya mwaka ilipokuwa ikisomwa hii leo, umakini wote ulinyakuliwa na maandamano makali katika biashara kuu ya jiji la Nairobi. Waandamanaji walimiminika mitaani wakidai haki ya haraka kwa Albert Ojwang ambaye alifariki kwa tahayuri mtazamaji alipokuwa chini ya usimamizi wa polisi. Kote jijini, Wakenya walisisitiza kwamba uwajibikaji kwa kifo cha Ojwang lazima upewe kipaumbele kuliko masuala mengine yote ya serikali, ikiwemo uwasilishaji muhimu wa bajeti, anavyoarifu mwanahabari wetu Sharon Momanyi. Hizi ndizo zilikuwa taswira za machafuko zilizotawala mji wa Nairobi leo, huku waandamanaji wakiendelea kwa udhabiti kuelekea bunge. Madai yao makubwa yalikuwa haki kwa mwanablogu Albert Ojwang ambaye aliaga dunia akiwa mikononi mwa polisi. Maandamano haya yalikuwa makubwa sana hata kuliko tukio kuu la siku ya leo, ambapo katibu wa hazina John Mbadi alikuwa akiwasilisha makadirio ya bajeti ya mwaka 2025-2026 bungeni. Siku hii ambayo kwa kawaida huzingatiwa sana na taifa zima ilifunikwa kabisa. Before you read that budget, you have to bring accountability to those people, to the perpetrators that killed Albert Ojwang. Lang'ata inafaa kuwekwa jela right now tunaongea. Hiyo ndio demand ya kwanza. Lang'ata kamatwe. Watu waachane story ya finance bill. And I'm telling the youth of this nation, we are stronger than before. And kama hawezi pay justice priority, hiyo finance bill we are going to throw it away and we don't need it. Mlio wa mabomu ya machozi ulisikika angani kwa muda mwingi wa siku. Kikosi kikubwa cha polisi kilitumwa kote mjini kikiwazuia waandamanaji kufikia barabara ya bunge. Lakini hili halikuweza kuwakatisha tamaa waandamanaji ambao walibaki imara. We don't have a country anymore. We don't have a country anymore. Tumerudi kwa system ya majambazi bro. Sindio, tumerudi kwa system ya majambazi bro. Justice for Albert Ojwang, justice. Albert Ojwang alikamatwa Juni tarehe 6 huko Homa Bay, magharibi mwa Kenya, na baadaye kuendeshwa zaidi ya kilomita 400 hadi Nairobi. Polisi awali walisema kukamatwa kwake kulikuwa kwa ajili ya kuchapisha habari za uongo. Mamlaka zimethibitisha kuwa uchunguzi rasmi kuhusu kifo chake unaendelea kikamilifu. Sharon Momanyi, NTV.